Sometimes inakulazimu upotee kwanza kama mzimu ili ujenge maisha yako. Sio kwa sababu eti umekasirika au kwa sababu wewe ni mchungu amekuudhi. No, kwa sababu amani haijengeki sehemu yenye makelele. Kila mtu anataka kuonekana kwamba anafanya kitu, lakini hamna mtu ambaye huwa yuko serious, anasema niko chini, niko serious, nataka kujenga kitu changu. Nimefocus na mambo yangu. Huwezi kukua, huwezi kuhili ulipoumia, huwezi kuanza mwanzo mpya wakati bado unajipretendisha kwamba you are okay. Muda mwingine kupotea ndio namna pekee itakao kuwezesha kujitambua na kujifahamu vizuri na kujipata upya. Hii ndio ule moment ambao unajikuta uanze kuzulia sio harusi, sio makelele, sio kuzulia shida, sio matatizo, sio kuanza kujibizana, kutuma message, kutafutana kwenye magrupu sio na nini. Na hii sio kwa sababu eti umeanguka, umefulia, umeishiwa, hapana. Ni kwa sababu umegundua ni kitu gani ni cha msingi unachokihitaji kwa sasa. Na hii sio kwamba eti ni isolation, kwamba hapo umejitenga. Sio kujitenga. Hii ni alignment. Hii ni kuhakikisha unakaa sehemu sahihi unaopaswa wewe binafsi kukaa, kwa sababu kuna nguvu kunapokuwa kuna utulivu na ukimya, ama unapokuwa umejipa space yako wewe mwenyewe kukaa chini kujianalyze mwenyewe binafsi. Hapo ndipo the moment ambapo utaweza kuwa rahisi wewe kuweza kusikia sauti ya Mungu. Unapopata utulivu, hapo ndipo inakusaidia wewe kuanza kufanya movement with pure intentions, kwamba nafanya movement hizi bila makelele, kimya, nikiwa na makusudio maalum. Kwa sababu the moment umerudi hivi ndio ina make sense ni kwa nini ulipotea. So muda kama huu ndio muda ambao unapaswa kuutumia kujenga vitu vyako. Kwa mfano, kama wewe ulikuwa unatamani kusajili kampuni, kusajili biashara, kutengeneza system, mambo ya mabenki, mambo ya serikali, TRA na everything, huu ndio muda wa kukaa chini kujifunza. Kama upo kwenye situation kama hii, comment neno usajili hapo chini, nitakufikia, nitakusaidia kusajili kampuni yako, biashara, kupata kila kitu. Au piga hii namba ambayo ipo kwenye caption. Timu yangu tutakupokea na tutakusaidia kupanga arrangement ya kuweza kukutana na mimi. Tutafanyia appointment, nitakufundisha namna gani ya kuweza kusajili kampuni yako, kuendesha kampuni yako, strategy itakuwaje, mambo yanakaaje na kila kitu. Hapa ndo muda ambao unahitaji kujijenga na kupata kitu ambacho unatamani kukipata, ili unapokuja mjini ukiwa na kampuni yako, unarudi mjini ukiwa unajua namna gani umeshatengeneza masuala ya mabenki yamekaa safi. Unarudi mjini ukiwa umeshatengeneza namna gani ya kuweza kutengeneza uchumi wako stable. Unarudi mjini watu wanakuona kwenye marketing. Yaani wakati unarudi mjini, wakati ambao watu wanakuona kwenye marketing, unafanya marketing vizuri ya biashara yako, uko busy. Haurudi tena mjini ukiwa ndo unasini anzia na nini. Na uzuri ni kwamba timu yangu itakuwa na wewe at least kipindi cha awali chote kuhakikisha kila kitu kimekaa sawa, kwa sababu inaweza kama ni zoezi jipya kukusaidia kukamilisha kila kitu sawa. Timu yangu itakuwa nyuma yako, itakuwa na wewe all the time mpaka pale utakapoweza kusimama vizuri na kuweza kurun everything sokoni bila changamoto yoyote. That ndio kitu tunatakiwa kufanya muda kama huu. Tukutane kwenye comment neno usajili.